Naam, msikilizaji, leo ni siku ya kuwa na furaha tu. Ulimwengu unaadhimisha siku ya furaha ambayo lengo lake ni kutambua na kusherehekea umuhimu wa furaha katika maisha ya watu, kuwahimiza watu binafsi, jumuiya na mashirika kuchukua hatua ili kukuza na kuitangaza furaha, ustawi kwa watu wote na kuwa na ulimwengu wenye huruma zaidi. Mwaka 2012 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa iliitangaza Machi 20 kuwa siku ya kimataifa ya furaha kwa kutambua umuhimu wa furaha na ustawi wa kukuza maendeleo endelevu na amani duniani. Kwa mwaka huu, kauli mbiu inasema kujali na kushiriki, ikisisitiza jukumu la kuonyesha wema na ukarimu katika kuikuza jumuiya iliyo imara na kuimarishwa ustawi kwa ujumla. Ripoti ya mwaka huu 2025 inaonyesha kuwa Finland imeendelea kuongoza kwa kuwa nchi yenye watu walio na furaha zaidi duniani, hii ikiwa ni mara ya 8 mfululizo, huku Afghanistan ikishika nafasi ya mwisho. Katika kuiangazia siku hii ya furaha, tunaungana na Daniel Marandu. Yeye yuko katika laini ya simu tayari, ni mwanasaikolojia kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Lakini pia hapa studioni bado niko na Babu Abdalla ambaye yeye atatueleza hapo baadaye watu katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii wanaizungumziaje siku hii na kama kweli wao wana furaha. Nianze moja kwa moja na Daniel Marandu nikikuuliza hasa nini maana ya furaha? Mtu atatafsiri vipi furaha? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa tafsiri nyepesi kabisa, naweza kusema furaha ni hali ndani ya mtu ya kujisikia vizuri, kuridhika na kuwa na amani ya moyo. Lakini pia ni hisia chanya inayotokana na mambo mbalimbali kama vile mafanikio, mahusiano mazuri, upendo, ukaribu na wengine, au hata hali ya afya njema. Kwa hiyo naweza kusema hiyo ndio tafsiri nyepesi kabisa ya neno furaha. Bwana Marandu, umegusia hapo swala la hisia. Tunafahamu kwamba furaha ni hisia ya kutosheka kama ulivyosema, ama kuridhika, kuwa na amani ya moyo pale mtu anapokuwa na utulivu kabisa kichwani kwake. Bila shaka furaha hiyo inatofautiana baina ya mtu mmoja na mwingine. Ni kipimo gani hasa kinachotumika kujua kiwango cha mtu kuwa na furaha, ambapo tunakuwa tunashuhudia kila mwaka ripoti zinakuwa zinatolewa, na kwa mwaka huu Finland imeendelea kushika nafasi ya kwanza, huku Afghanistan ikishika nafasi ya mwisho? Kiwango ambacho tunaweza kukipima, cha kwanza tunasema neno furaha sio kitu ambacho unaweza kukipima kwa kukiona. Ila mtu mwenyewe ndo anaweza ajua kwamba ana furaha au ana furaha. Japokuwa kuna tool au kuna maswali ambayo mtu anaweza kapewa au watu wakapewa kupima kiwango cha furaha. Sasa kwa mtu binafsi utajuaje kama una furaha? Ni ile kuridhika ndani ya moyo wako. Na kuridhika pia tunasema ni swala la mtu binafsi. Unaweza kukuta mtu ana kila kitu ambacho mtu mwingine anakitamani kwenye maisha, ambao pesa inaweza kununua, lakini ndani yake kuna hombwe ambao inamfanya siwe na furaha. Maana yake hajaridhika. Na bahati mbaya sana kwenye kuridhika, watu wengi tunaangalia kwenye maisha kuitafuta furaha, kuitafuta furaha. Furaha huwa haitafuti, furaha inatengenezwa. Ni jukumu la mtu binafsi kutengeneza furaha ndani yake na kuridhika. Ndio mtu anaweza kusema anasikia hisia za furaha toshelezi. Umezungumza hapo kwamba furaha si kwamba kila kitu ambacho kinakuwa kinapatikana na pesa ikiingizwa ndani yake. Kuwa na furaha haimaanishi kwamba kila kitu kiko kikamilifu. Ina maana kwamba umeamua tu kuitazama hali kwa uwezo mzuri, kwa uwezo ambao ni chanya, na kujipa furaha wewe mwenyewe. Mkiwa kama wataalamu wenye kulifuatilia swala la afya ya akili, kufanya mambo yenye kuleta furaha kwa wengine kunasaidia zaidi kuimarisha furaha yako? Kabisa, na inapendeza zaidi au inatia furaha zaidi ukiona unawasaidia wengine wakiwa kwenye maeneo fulani yenye changamoto na wanatoka kwenye changamoto. Kwa mfano, kwa sisi wanasaikolojia au makanisa, kwa maana shauri, unapomshauri mtu mwenye changamoto ya mahusiano, labda biashara, na ukaona kabisa ule ushauri wako umemsaidia, ametoka kwenye hatua moja kwenda hatua ile, kitu inatengeneza furaha. Na tunasema hiyo ndio furaha halisi ambayo inasababishwa na vitu vya nje, bali utoshelevu wa ndani unaotokana na kusaidia watu wengine. Kabla sijakuja kwako Babu, sasa Bwana Marandu, unadhani nini hasa kinapaswa kufanyika ili kuhakikisha serikali zinachukua hatua za kuboresha afya ya akili na ubora wa maisha ili kuwafanya raia wake wawe na furaha zaidi? Kwa kuwa furaha ni jambo la mtu binafsi, serikali inaweza kawa ya pili baada ya mtu binafsi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ningeshauri kwamba kwa watu ambao kitu cha kwanza ambacho kinaiba furaha ni kujilinganisha maisha yako na mtu mwingine. Kwa hiyo usikae kujilinganisha
mtu mwingine yoyote. Lakini jambo la pili, tujifunze kuridhika na maisha yetu wenyewe. Kuna msanii mmoja alishaye kuimba alalamiki hana miguu wenzake, alalamiki hana viatu wenzake hawana miguu. Kwa hiyo ni kitu cha kushukuru, ni jambo la kushukuru kwa kile unachokipata, kwa kile ulichonacho, kwa sababu hiko ndio chanzo cha furaha. Lakini jambo la tatu ambalo ni la mtu binafsi, usifikirie sana. Kuna vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, acha nature au acha Mungu achukue nafasi. Vile ambavyo viko ndani ya uwezo wako, shughulika navyo, na usijidili sana na vitu ambavyo havikuhusu. Mara nyingi ndio vinatuondoa kwenye furaha tulizonazo. Bwana Marando, asante sana. Nitarejea kwako muda mfupi ujao. Babu, kitu gani kinakupa furaha? Nikianzia hapo kwanza kabla tujaenda kwenye mitandao ya kijamii. Mwanzo ningependa kusisitiza ile nukta aliyotoa mchambuzi wetu kwamba kama vitu ambavyo havipo chini ya uwezo wako basi viache tu. Nafikiri ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia. Lakini mimi binafsi kitu kinachonipa furaha zaidi kwanza ni afya, kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa na afya njema na natekeleza baadhi ya mambo kwa urahisi bila ya changamoto yoyote. Lakini pili, kitu ambacho pia mimi hunipa furaha zaidi ni kuona wale watu na wajali na kuwapenda wao pia wapo katika hali nzuri. Basi kwa mfano kama wazazi, kama ni mchumba wako, kama ni familia na watu wako wa karibu, ukiwaona wakiwa na furaha, basi na wewe pia moja kwa moja unapata tabasamu. Kwa hivyo hivyo ni vitu vya msingi sana mimi binafsi ambavyo na vienzi. Lakini tatu, kitu ambacho pia kinanipa furaha mimi ni kuamka asubuhi na kuwa na uwezo wa kufanya kile unachotaka. Kwa hivyo hayo ni baadhi tu ya vitu ambavyo mimi binafsi vinanipa furaha. Lakini kuna baadhi ya tafiti ambazo zimefanywa kuelekea siku hii ya leo ambayo pia ndio siku ya kimataifa ya furaha. Kwanza watafiti wanasema unapotaka kuwa na furaha ulale zaidi na kwa muda mrefu. Lakini pili, uwe na mahusiano karibu na uzungumze na familia, rafiki, jamaa na watu wako wa karibu. Lakini pia kitu chengine ambacho ni muhimu Grace, ni kwamba unakuwa na tabia ya wewe mwenyewe pia kutoa neno shukrani. Uwe mtu wa kushukuru. Muda wote unapenda kushukuru. Bila shaka. Babu, naona muda unakimbia sana. Tuangalie watu wawili tu wanasema nini kwenye mitandao ya kijamii kabla sijarudi kwa Bwana Marando. Naam, kwenye mitandao ya kijamii wapo watu chungu nzima, lakini kutokana na muda, Derek Wanata, Nzega, Tanzania anauliza, hii Tanzania imeorodheshwa ya ngapi? Bila shaka tutafanya utafiti alafu baadaye tutaangalia imeorodheshwa ngapi. Lakini Arnold Shirima nafikiri pia ametoa nukta muhimu, anasema furaha, Grace na Babu, bila pesa inawezekana? Haya, Bwana Marando,